baada ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usieni pamoja na kusia nafsi yangu pia kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuko katika kukumbushana juu ya fawaida ambazo kwamba zinapatikaniwa katika mwezi huu wa Ramadhani, na pia vile vile kuonyana kwa yale ambayo kwamba huenda labda yakatupatia hasara hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Tuliwahi kukumbushana tukasema kuwa kufanyia ubaya wazazi wawili ni moja katika sababu ya kupata hasara hapa duniani na kesho akhira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa vile tuko katika musim ambao kwamba ni wa khairat, inakuwa ni hasara kubwa. Sisi tumomba Mwenyezi Mungu pepo, tumomba pia vile vile atukinge na moto wa jahannam, alafu kule kuna sababu ambayo kwamba yatufanya sisi haya maombi yetu na yale tunatarajia yote yasiwe mahala kwamba ni mpaki. Sasa leo tutazungumzia sababu nyingine pia, nao ni aklu dhulm, kula dhulma. Kula dhulma ni kitu ambacho kwamba ni hatari sana, au kula mali ambayo kwamba sio halali yako, kula kitu ambacho kwamba sio halali kwako wewe, yani umedhulumu au kimetokana na haramu. Hii ni moja katika mambo ambayo kwamba yanamfanya mja hata aombe vipi dua zake hasikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi sasa hivi tuko katika mwezi wa Ramadhani, tunajitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunajikaza huku na kule tukileta maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kama kutakuwa na sababu ya pinga haya maombi yetu, itakuwa sasa tunafanya kazi bure. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi nimeharamisha dhulma. Yeye Mwenyezi Mungu anasema yeye mwenyewe kwa nafsi yake ameharamisha dhulma, hataki dhulma. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna dhulma. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, wala Mwenyezi Mungu hadhulumu kabisa waja wake. Kisha anasema waja'altuhu bainakum muharraman, kisha nikaijalia kwenu nyinyi pia ikawa dhulma ni haramu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane, msidhulumiane. Kwa hiyo kila mtu afanye la kwamba ni halali yake, kila mtu atafute riziki ambayo kwamba itakuwa ni halali yake, ndio aiweke katika kinywa chake. Kuna hasara kubwa ya fillah mtu iwapo ataweka kitu ndani ya mdomo wake na iwe ni dhulma, ima ni cha kuiba, ima kitu kile amekokonya mtu, ima kitu kile amekipata kwa njia yoyote, hii biashara ya haramu, lakini akakichukua kitu kile akakiingiza katika mdomo wake na ikaingia katika tumbo lake na ikawa imempatia nguvu ya kufanya mambo mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea ile hadithi ya yule jamaa alikuwa ametoka mbali na safari ndefu, akapatikaniwa na matatizo. Baada ya pale akaona kumsaidia ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akainusha mikono yake miwili kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea huyu mtu alipoinusha mikono yake kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anamwangalia na maombi yake kwamba anayaomba. Lakini sasa kuna mushkili moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea akasema, shida ya mtu ilikuwa ni gani? Shida ni mashrabuhu haram, kinywaji chake ni cha haramu. Wa makalu haram, chakula chake ni nini? Ni haramu. Wa malbasu, nguo zake alizovaa pia zimetokana na haramu. Yeye mwenyewe wa udhiya bil haram, mwili wake paka umekuwa kupitia haramu. Mwisho akamalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa anna yustajabu la, mtu huyu atakubaliwa vipi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati ashaweka vizuizi vyote? Kunywa kwake ni haramu, kula kwake ni haramu, kuvaa kwake ni haramu. Yeye mwenyewe mwili unavyoona paka umemea na haramu tu. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakubali kabisa dua
au maombi ya mtu ambaye kwamba amepitia katika haya marhala ama amepitia hizi stages. Kwa hiyo mtu achunge sana, amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na achunge kile ambacho kwamba atakuwa anaenda mbio kukitafuta ili aingize katika mdomo wake. Achunge pia vile vile kule kwenda mbio kwake kutafutia familia yake, anatafutia familia yake riziki aina gani. Wale wema waliotangulia, wake waliotangulia, wale wema, alikuwa akiona mume wake anatoka anaenda kutafuta riziki, anamwambia na kumwambia dua, mwisho maneno anakuwa ni haya, anamwambia chunga kile utakachotuletea katika nyumba hii kiwe ni cha halali. Wewe kutafuta riziki, lakini chunga kile utakachotuletea ndani ya nyumba yetu kiwe ni cha halali. Unaonaje mtu sasa hivi anatafuta riziki yake inapitia haramu tu, labda rushwa, labda riba, beti, vitu kama hivi vyote ambavyo kwamba watu ndio wanaangalia rahisi tu, yani njia za rahisi. Hapa na pale ashadhulumu yule, hapa na pale amepiga ngeta yule. Sasa hivi ni vitu ambavyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi vinamfanya mtu kuzuia au kuzuiliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala maombi yake, na maombi yake yasijibiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoamrisha watu kula, aliamrisha mitume wake, akamwambia mitume wake wafanye nini? Kulu min tayyibat, kule zile ambazo kwamba ni vitu vizuri. Tayyibati ni gani? Ile za kukula liwe kwanza Mwenyezi Mungu amehalalisha, kama ni chakula kiwe kimehalalishwa, kama ni kinywaji kiwe kimehalalishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu pia vile vile kiwe kimetokana na halali, kiwe kimetokana na njia ambayo kwamba itakuwa ni ya sawa, wala isiwe njia ambayo kwamba itakuwa ni haram. Kisha baada ya pale sisi tutakuwa ni wenye kupata hasara hapa duniani na kesho mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ni ukumbusho kwangu mimi mwenyewe ambaye kwamba nazungumza, kisha vile vile kule ambaye kwamba anasikia na kujua kuwa mtu iwapo atakuwa anapigania haramu kuingiza katika kinywa chake, basi huyu hajipiganii isipokuwa ni moto, anaingiza moto katika tumbo lake ambao kwamba utakwenda kumchongea kesho mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuzingatie zaidi kabisa, hususan katika huu mwezi wa Ramadhani, tusije swala zetu zikawa zikubaliwi, dua zetu zikubaliwi, tusimamo usiku kubaliwi. Kumbe nini? Tunakula haram, tunavaa haram, tunakunywa haram, mwili unapata unakuwa na nguvu, lakini kumbe ni haramu tu. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana ya rabbal alamin. اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.